Yo, mambo vipi? Mimi naitwa you know my name, the most wanted hip hop analyst. Lakini sasa hivi bro, wanangu wa hip hop itabidi mnisamee kidogo. I think pia inabidi nianze kuwasemea watu wa Bongo Flava kwa sababu sidhani kama wana msemaji mzuri, kwa sababu kuna kazi nzuri bro za Bongo Flava zinatoka na hazipewi hadhi ya maandiko ambayo yanastahili, au vipi? So Mario ametoa album, bonge moja la album. Lakini kabla tujafika kwenye album, twende taratibu kidogo, au vipi? Unajua, sijui kwako, lakini kwangu mimi imekuwa ni nadra sana kusikia Mario anatajwa kwenye list ya watu noma. Yaani ukisikia wasanii noma wa Bongo Flava, kuna wale watu ambao tumeshawazoea kuwasikia. Utasikia tu bwana Diamond, Alikiba, Harmonize, and then kwa mbali unaweza ukasikia Mbosso, and then kwa mbali unaweza ukasikia Mario. Lakini bro, do you know Mario yuko na almost 8 years kwenye game ya Bongo Flava, na toka ametoka mpaka leo amekuwa tu akiachia hits juu ya hits. Mimi nimemfahamu Mario kuanzia mwaka 2018 wakati ametoa project yake ya Da Kugumu. Mimi ndo hapo nilipoanza kumjulia Mario. So inawezekana pengine wewe umemjua na ngoma zake za before, lakini for me nilianza kumfahamu hapo. Kipindi hicho nakumbuka sijui alikuwa yuko under Hanskana, kitu kama hicho. Kuna haja ya kumuongeza Mario kwenye hiyo list ya watu ambao mnapendaga kuwataja, lakini Mario hayupo kwa sababu bro, miaka 8 amekuwa akishikilia Bongo Flava, si peke yake, lakini yeye pia ni mmoja kati ya watu ambao wanastahili heshima kwa kuwa moja kati ya nguzo muhimu sana kwenye Bongo Flava. Miaka 8 bro, hiyo longevity mzee wangu si ya kawaida. You get what I mean? So kwa wale watu ambao wamfahamu, Mario aliingia kwenye huu muziki kama ghostwriter. Ashaandikia ngoma wasanii wengi sana. Ashamwandikia Gigy Money, amemwandikia Nandy, ashamwandikia Shilole I think. You get what I mean? So ni mtu ambaye ashaandikia wasanii wengi sana, and then baadaye akaona oya, kama naweza kuandikia watu, itakuwaje kama nikianza kuandika mangoma yangu mimi kama mimi? You get what I mean? So akaanza kuandika mabanga yake yeye kama yeye, na toka anze kuandika mabanga yake, kila kitu akigusa kinakuwa ni noma, au vipi? Lakini mimi sitaki kumsifia sana Mario kwa sababu unajua, unapoona mafanikio ya msanii yeyote yule, kuna watu behind, kuna team. Makofi mengi sana kwa timu ya Mario kwa sababu jamaa amekuwa kideliver mzee wangu. Kuna kitu ambacho mimi kimenifurahisha sana kwenye hii album yake. Hii ni album ya Mario ya 3. Kama hujui, mimi ndo nakujuza. Hii ni album yake ya 3. Sawa. So, I don't know. Maybe mimi napenda kufikiria sana. Hiyo ndio shida yangu, au vipi? Album ya kwanza Mario ilikuwa inaitwa yule mtoto unayemfahamu. Si ndio hivyo? Yule mtoto unayemfahamu. And then album ya pili ilikuwa The God's Son, mtoto wa Mungu. Album ya 3 ni MMMC 12. You get what I mean? Tutakuja hapo, lakini ukiunganisha hii story kuanzia album ya kwanza mpaka album ya 3 ni bonge moja ya wordplay. Sio kama unaelewa. Yule mtoto unayemfahamu, the kid you know, ni mtoto wa Mungu, the God's Son, ambaye sasa hivi ndio amezaliwa. Sawa. Sasa tunakuja hii sehemu ya kuzaliwa, album yake ya 3. Album yake ya 3 ni MMMC and then 12. Sawa. Hizi ni namba za Kirumi. Ukiangalia kwenye album cover ya hii album yake mpya, wimbo wa kwanza mpaka wimbo wa 9 zote zimeandikwa kwa namba za Kirumi, na album title ya hii album pia iko katika namba za Kirumi. Sasa tuende taratibu. M kwenye namba za Kirumi inawakilisha 1000. Sawa. Kwa hiyo hapa tuko na M3. M1 ni 1000. Kwa hiyo hizo M3 zinakuwa ni 3000. So kila M ni 1000, M ya kwanza 1000, M ya pili 1000, M ya tatu 1000, jumla ni 3000. C kwenye namba za Kirumi ni 100. So ni 3000 na 100. Sawa. X ni 10. Hizo I zikiwa 2 ni 2. Kwa hiyo ni 10 na ni 12. So ili kuelewa hii title inamaanisha nini, unachukua hiyo 3100 jumlisha 12. Ukijumlisha unapata 3112. Sawa. Mario alizaliwa tarehe 31 mwezi wa 12.
hiyo namba ya Kirumi ambayo mnaiona ni tarehe ya kuzaliwa ya Mario. Yo, that's a bar. What do you mean? That's a bar. Jesus Christ. That's a bar. That's why nimesema like watu itabidi mnisamee, kwa sababu kwenye Bongo Flava kuna watu wanafanya vitu ambavyo bro like I'm happy kuvielezea. So hii album ni zawadi ya siku yake ya kuzaliwa kwa mashabiki zake. You get what I mean? Nikawa nawaza ingekuwa ni noma kama angeitoa kweli tarehe 31 mwezi wa 12. It is what it is. Ingekuwa ni noma pia. I think kwenye nyimbo badala ya kuweka nyimbo 9 zingekuwa nyimbo 12 ili ziwakilishe mwezi aliozaliwa. Ingekuwa ni bonge moja ya wordplay au vipi? So you drop down your comment na uniambie ngoma gani ni ngoma yako ambayo unaipenda sana kwenye hii album mpya. Mimi hapa, if I'm being honest, The Godson album kwangu ndio bado my favorite album. Nakumbuka hiyo album nilikuwa naisikiliza wakati imetoka. Nakumbuka hiyo siku nilikuwa natoka Nairobi na kuja Dar. Nilisikiza hiyo album njiani mpaka nafika. Yaani ilikuwa inaisha narudia, inaisha narudia. Bonge moja album. Hii pia inaenda kwa one of the best album kwangu, kwa sababu so far nimekuwa nikisikiza sana Mombasa. Sawa, ndio ngoma ambayo naikubali sana na nitakuja kuambia kwa nini Mombasa naikubali sana. Lakini ngoma ya pili kuna ile inaitwa Dusma, yuko na nani yule, whatever yule msanii wa wapi yule. And then kuna ngoma ya Ua, yuko na Sofia Nzau. Kwa sisi hapa wa Kenya tunaelewa Sofia Nzau ni nani. You get what I mean? Bonge moja ya ngoma, shout out to Black. And then kuna ngoma inaitwa Utu, yuko na D-Voice. Hiyo ngoma ni sukusi. Yaani nilisikia tu hivi, kitu cha kwanza kilichokuja kichwani ni Yondo Sister. Yondo Sister bwana ana ngoma yake inaitwa Mbuta Mutu. Nilivyosikia tu hiyo Utu ilivyokuwa inapigwa vile, kwanza shout out to producer wake anaitwa Cannibal. Nitakuja kuambia kuhusu pia Cannibal, kwa sababu katika ngoma ya Mombasa ambayo Cannibal ameitengeneza, Mombasa pia kuna Cannibal, msanii mkubwa sana wa hip hop wa Mombasa. You get what I mean? Kama mnakumbuka I'm a Bad Man, and then Cannibal ka produce ngoma inaitwa Mombasa. Lakini kwenye hii Utu nilisikia tu siku ya kwanza nikasema hell no, hii ni sukus. Lakini turudi kwenye ngoma ambayo mimi naipenda sana. Na ni wimbo ambao ningependa ni uchambue kidogo, sawa, ili kidogo muelewe, kwa sababu una vitu fulani vizuri, lazima unafahamu historia ili uweze kuconnect dots, right? So Mombasa, right? Ka produce Cannibal. Nimwambia pia Mombasa kuna rapper mkubwa sana legend anaitwa Cannibal. Kama mnakumbuka I'm a Bad Man ya Dino na Cannibal anatokea Mombasa. You get what I mean? Sawa. Lakini kwenye Mombasa bwana, kama mnakumbuka miaka ya nyuma sana, majenzi sidhani kama mlikuwa mmezaliwa, lakini mimi nashukuru nilikuwa tayari ni kijana ambaye najielewa. Kwenye masherehe mengi sana ya kitambo ilikuwa ni ngumu sana sherehe kuisha bila kusikia hii ngoma ya The Mushrooms. Hii ni band kutoka Mombasa, Kenya. Ngoma ilikuwa inaitwaje The Mushrooms? Ngoma ilikuwa inaitwa sorry guys, mimi ni mtu ambaye napendaga sana kuandika notes. Ngoma ilikuwa inaitwa Itawezekanaje. Hii ngoma ya band kutoka Mombasa inaitwa The Mushrooms. Ngoma ilikuwa inaitwa Itawezekanaje. Itawezekanaje kupata manene na nini na nini, heri niwe peke yangu, heri niwe peke yangu mama. Sawa, kuna part kwenye huo wimbo ilikuwa inasema majengo siendi tena, majengo siendi tena, majengo siendi tena, sijui kuna nini. And then kuna part nyingine ya Mombasa siendi tena, Mombasa siendi tena, Mombasa siendi tena, kuna ndogo ndogo nyingi. Ukumbuke hii ngoma ya The Mushrooms hii ilikuwa ni rumba, na hii ngoma ya Mario hii pia ni rumba. So mimi moja kwa moja nikawa nimejibu, nasema like itakuwa Mario kapata inspiration kutoka hii ngoma ya The Mushrooms inaitwa Mombasa. Lakini The Mushrooms walikuwa wanakimbia Mombasa, Mario anakwenda Mombasa. Huko Mombasa kuna nini? And then wakati naendelea kusikiza hii ngoma nikasikia kuna jina hapa. Nikasikia Mario amemtaja Abdul Swamad. Abdul Swamad ndio governor wa Mombasa. You get what I mean? Lakini pia Abdul Swamad amezaliwa Majengo, Mombasa. Yaani Mombasa kuna sehemu inaitwa Majengo. Na hii ngoma ya The Mushrooms ambayo ilikuwa inaitwa Itawezekanaje, kuna sehemu ndio hiyo niliwaimbia, walikuwa wanasema kwamba majengo siendi tena. So Majengo, and then wakaja wakasema Mombasa siendi tena. Abdul Swamad
ni governor wa Mombasa na alizaliwa Majengo, Mombasa. And then Mario yuko na ngoma inaitwa Mombasa ambao pia ni rumba kama ngoma ya Mushrooms. Itawezekanaje? You get what I mean? So in my head I was like, Mario alipata inspiration kutoka the Mushrooms au Mario anafahamiana na governor wa Mombasa? Governor wa Mombasa akampa idea, bwana, kwa nini usitengeneze ngoma kuhusu Mombasa? Mi sijui which is which. So you drop down your comment na uniambie what do you think. Mimi bwana, mimi napendaga sana kufikiria sana, lakini I'm so happy, nimefurahi sana kuona Mario amefanya kitu ambacho to be honest inahitaji ufikirie ili uelewe ni kitu gani ambacho amekifanya. So shout out sana kwa Mario, shout out kwa production team, kuna Cannibal, kuna Black, kuna Aba, unajua. Bro, mimi niko hapa kwa ajili ya art nzuri na hii album ya Mario is a great album. I hope mpaka sasa hivi kama umeshamaweza kunisikiliza, unaweza ukaenda ukasikiza hii album na ukaenjoy au vipi. Kuna mambo mengi ya kuunpack, lakini so far it's a good album. Mombasa is my favorite. Dusma, Utu na Ua. So far hizo ndo ngoma ambazo nimezirudia mara nyingi sana, lakini bado naendelea kusikiza album. So yo, kama hujasikiliza hii album, please nenda kasikiliza hii album au vipi. Wanangu wa hip hop mnisamee, like huu muziki ni wetu wote au vipi. Lazima tuheshimishe hata kaka zetu na dada zetu wa Bongo Flava ambao wanafanya kazi za sanaa zinazohitaji nafasi ili watu waone ukubwa na akili, nguvu, muda ambayo watu wanaitumia kwenye kutengeneza sanaa nzuri au vipi. Na pia nimependa rollout plan ya hii album. Mario ametumia formula ya Drake bwana, unajua. Yani album imetoka alafu kuna visualizers karibia zote. Yani so sasa hivi ukiingia YouTube ni Mario 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 Mario. Ukija kwenye social media Mario 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 Mario. You get what I mean? That's nice. Mimi hayo ndio machache nilokuwa nayo kuhusu album ya Mario au vipi. Nimefurahi sana. Hakuna kitu mimi na enjoy kama wasanii wakinipa hard time. Like niangalie title niseme hapa alikuwa anajaribu kumaanisha nini. Mbona hii iko hivi, mbona. Bro, I love that so much. Napenda sana kuconnect dots ili nipate maana kamili au vipi. So yeah, till next time, mimi naitwa You Know My Name. Peace.